Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki wamehimizwa kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya ili kulinda afya, usalama na maendeleo ya jamii. Wito huo umetolewa wakati wa kufungwa kwa kongamano la vijana wa Afrika Mashariki kuhusu dawa za kulevya lililofanyika jijini Arusha na kukutanisha vijana pamoja na wadau mbalimbali wa mapambano dhidi ya dawa za kulevya kutoka mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki. Akizungumza katika kongamano hilo, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini, Aretas Limo, amesema kwamba vijana wana nafasi muhimu katika kuelimisha wenzao na kuzuia kuenea kwa matumizi ya dawa za kulevya. Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya imeandaa jukwaa la kwanza la kimataifa linaloshirikisha nchi zote za Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki kama vile Turkey, Seychelles, South Africa na nchi nyinginezo, ambalo linajumuisha vijana wote wa hizo nchi wanaopinga matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana. Jukwaa hili la vijana ni muhimu sana, ambalo litafanyika kwenye nchi zote za Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki, kutokana na kwamba dawa za kulevya zinaathiri zaidi vijana. Sasa tumeanzisha hili jukwaa na limeanzia hapa Tanzania, na tutaenda kwenye nchi zote kuhakikisha kwamba tunalinda vijana dhidi ya dawa za kulevya. Lakini tutahakikisha kwamba dawa za kulevya katika bara la Afrika zinaenda kuisha, kwa sababu ni kifungo kikubwa sana ambacho kinafanya vijana wanapoteza ndoto zao. Na sisi tukiungana wote kwa pamoja, tukimaliza dawa za kulevya katika bara la Afrika kupitia jukwaa hili la vijana la kimataifa, nchi zote za Afrika tutakuwa kiuchumi, lakini pia usalama wa mataifa yote utakuwa imara, kwa kuwa tutakuwa na vijana wenye nguvu, tutakuwa na vijana ambao wana uwezo wa kulinda nchi zao, tutakuwa na vijana ambao watakuwa kiteknolojia, kielimu, lakini kuhakikisha kwamba uchumi wa hizi nchi zetu unakuwa kwa pamoja. Sisi wote vijana tunafanya kazi kwa ajili ya kutokomeza, kwa ajili ya kupinga dawa za kulevya, lakini kila mtu anaweza kawa anafanya kwa namna yake tofauti, lakini goli yetu yetu ni moja. Wote ni kufanikisha kwamba tunaishi bila dawa za kulevya na vijana wote wanaishi bila mategemezi ya dawa za kulevya. Tumekuwa na participation from all over East Africa, and as I usually say, vijana ni ni backbone of our society, and they are not the menu. They are not to be, how many are you going to take and so on and so forth. The young people are the backbone. They are part of the decision-making process. If you involve them, sit down with them, we get a solution. Kwa hiyo ni platform ambayo vijana wameweza kupata jukwaa la kuweza kusema, kuweza kubadilishana mawazo, kuweza kubadilishana mbinu mbalimbali katika kuweza kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.